Siku ya leo ni siku ya kupata warembo wetu 20, lakini mimi nitaendelea kuondoka na warembo wangu wote 33. Kazi ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia ni kazi kubwa. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alituanzishia safari hii. Tuna kazi kubwa ya kuhakikisha angalau ifikapo mwaka 2034 wananchi zaidi ya 80% wanatumia nishati safi ya kupikia. Mpaka sasa safari yetu tuna 28 point hivi. Wakati Mheshimiwa Rais anaanzisha ajenda hii miaka michache hapo nyuma tulikuwa tuna 6% tu. Sasa ndani ya miaka mitatu tumetoka 6%, sasa tuna 28%, na mjue miaka imebaki michache, tunatakiwa tufike zaidi ya 75% kwenda 80%. Tunahitaji mabalozi wengi zaidi ili kuweza kuhamasisha hasa maeneo ya vijijini. Nakushukuru dada yangu Millen kwa kuja na wazo hili kubwa la kuongeza mikono mingi zaidi. Kiacha wizara, sasa tuna mikono yako. Sisi kama wizara tunakupongeza na tuko tayari kufanya kazi pamoja na wewe. Kwanza niseme nimeridhika na viwango vya warembo ambao wametembea kwenye jukwaa hili la Miss Universe Tanzania kwa mwaka 2026, na kwa uchujaji uliofanyika na wale ambao wameingia kwenye ile top ni 21 kwa sababu kuna wale ambao golden buzz. Nimeridhika sana, lakini kitu ambacho kinaendelea kunifurahisha ni namna ambavyo wamejipanga. Leo tu ni sashing ceremony, lakini tumeona viwango vya tukio la leo ni viwango vya hali ya juu. Na hichi ambacho ndio ninasema sisi wa Tanzania tunaweza. We are capable of doing so much. Tuna watu wana vipaji vikubwa ambao vinaweza kuwakilisha nchi kwa viwango vya kimataifa. Na leo hii kupitia tukio la leo ni ushuhuda mwingine kwamba Tanzania tuna vipaji ambao vinaweza kutuwakilisha na kuiwakilisha Tanzania kwenye viwango vya kimataifa. Na nimependa wamegusia swala la nishati safi ambao ndio kampeni iliyobebwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na ambayo kuna malengo yake yamewekwa na hawa mabinti wamejitoa kuweza kumsaidia Mheshimiwa Rais kufikia hayo malengo. Warembo ni kwamba wajiamini. Nimeona kidogo hapa kulikuwa kuna changamoto ya warembo kujiamini. Kujiamini ni kitu cha msingi. Unaweza ukawa huna vigezo vyote, lakini kujiamini kwako kukakubeba. Watu wanataka kuona presence ya mtu. Mwaka huu warembo wameniheshimisha. Familia za warembo hawa pia zimeniheshimisha kwa sababu huu ni mwaka wangu wa pili kuandaa mashindano haya, na jinsi nilivyoanza mwaka jana mashindano ya urembo kidogo yalikuwa hatuaminiwi sana katika hii industry. Kwa hiyo wazazi wengi walikuwa hawaruhusu wasichana wao au hata tu wasichana wazuri walikuwa wanajificha kwa sababu kuona umuhimu wa kuingia katika mashindano ya urembo Tanzania wa aina yoyote ile. Kwa hiyo kwa mimi kupata warembo hawa nafikiri kwa sababu pia program zetu ziko tofauti kwenye finali ambayo itafanyika tarehe 5 Septemba. Naomba muendelee kuwa support, wapigeni kura, lakini nunueni ticket kuwa tayari kuwaona pale The Dome ambapo itafanyika tarehe 5. So ambaye tumempata Sandra, yeye alipata voting nyingi leo ambazo zimemvusha yeye straight kwenda top 10. Kwa hiyo bado watu waendelee kumpigia kura Sandra na mwingine yoyote ile ili waweze kufika kwenye ile top 5. Kwa wale ambao wametoka siku ya leo, mimi naamini kwamba mmejifunza, na nia yangu kubwa ni kuwa kwamba ukimaliza mashindano haya uweze kujiwezesha mwenyewe baada ya mashindano haya. Kwa majina naitwa Sandra Lorenzo Vinazzo, mshiriki wa Miss Universe Tanzania 2026 mkoa wa Arusha, na furaha sana kuwa hapa leo kuchaguliwa kuwa part of the top 10. Na natabiria kwamba nitafanya vyema kujifunza zaidi kwenye kambi. Tunaendelea kuwa wanawake wajasiri ambao tunataka kukua zaidi, na leo hii nataka kuomba nyie mashabiki zangu muendelee kunipigia kura ili niweze kuendelea kupita kwenye top 5. Nashukuru sana kwa kunivotia na kuwa kwenye hii nafasi ya top 10, na mimi sitawaangusha na nitaendelea kupambana kwa ajili ya taji ya Miss Universe 2026. Asante.